kwa kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema, mwenye kuikusudia nyumba hii kwa ibada na hakufanya uchafu wala maovu, atatoka kwenye madhambi yake kwa kuwa safi kama alivyomzaa mama yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaposherehekea siku hii tukufu na muhimu katika dini yetu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu na Watanzania wote kuendelea kujenga umoja baina yao na kuwa kitu kimoja bila kujali misingi ya dini zao, kabila zao na hata itikadi zao za kisiasa. Tukiyatekeleza haya kwa vitendo, tutalienzi na kudumisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatoa wito kwa kila Mtanzania kwa nafasi yake kuilinda na kuidumisha amani ya nchi yetu, kwani bila amani hakutakuwa na maendeleo yote katika jamii na hata fursa ya kufanya ibada haitokuwepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunafahamu kwamba mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu inaingia katika zoezi muhimu sana la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sisi viongozi wa dini tunaendelea kuiombea sana nchi yetu dua ili zoezi hili liende kwa salama na amani. Tunaomba sana Waislamu na wananchi wote kwa ujumla watumie fursa hii vizuri na haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi, ima kuchagua viongozi na hata kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali ili kupata haki yao ya kuchaguliwa. Ni matumaini yetu kwamba mamlaka husika zimefanya maandalizi muhimu ili haki hii ipatikane kwa kila mtu. Tunafahamu pia hatua muhimu inayofuata ni kwa watiania kuchukua fomu na hatimaye kuteuliwa na vyama vyao tayari kuanza kampeni za uchaguzi. Tunaviasa vyama vya siasa viwe makini katika mchakato huu wa uteuzi wa wagombea na kuepukana na wagombea wenye uchu wa madaraka ambao wanataka uongozi kwa hila na kwa kutumia rushwa ili wapate uongozi, kwani viongozi hawa hawawezi kutuletea maendeleo yoyote. Pia tunaiomba Tume Huru ya Uchaguzi ambayo ndio yenye dhamana ya kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kutenda haki katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi ili kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, kwani msingi mkuu wa amani upo katika utoaji wa haki. Tunaendelea kuviasa vyama vya siasa pamoja na wagombea kufanya siasa za kistaarabu na kuepuka lugha zisizo za kistaarabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania pia linaendelea kutilia mkazo swala la maadili, kwani maadili ni msingi muhimu sana na kuwa na jamii yenye kuheshimu na kuthamini watu. Hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa siku za hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya vitendo ambavyo sio katika maadili yetu ya Kitanzania, ambapo baadhi ya watu wamekuwa wakitoa kauli mbaya na kuwakashifu watu wengine kwenye mitandao wakiwemo viongozi. Hali hii sio nzuri na haiwezi kuvumilika, kwani ina madhara makubwa na yanaweza kusababisha ukosefu wa amani katika nchi yetu. Sisi viongozi wa dini tunalaani sana vitendo hivi na kuvikemea vikali, kwani sio katika maadili yetu. Tunaviomba vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na mamlaka zingine zinazohusika kuchukua hatua stahiki kisheria dhidi ya wale wote wanaofanya vitendo hivi visivyokuwa vya kiungwana na kibinadamu, pamoja na vile vya kuwavamia na kuwaumiza watu bila sababu za msingi. Pia tunawasihi wananchi wote, kila mmoja kwa nafasi yake, achukue hatua ya kuwa mlinzi wa heshima na uhai wa mwenzake ili nchi yetu iendelee kuwa kisiwa cha amani. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya udini, ukabila, siasa au uchu wa madaraka wa baadhi ya watu ambao
wanajali maslahi yao binafsi, lakini pia tuendelee kuwa wazalendo wa kuipenda na kuilinda nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu ni nchi yenye mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Mfumo huu ni mfumo shindani wa hoja za kimaendeleo na hatimaye kushika dola au uongozi wa nchi. Tunaamini mfumo huu haupo kwa ajili ya kujengeana uadui, chuki au kuanza kukashifiana bila kutoa hoja za msingi zinazoweza kuchochea misingi ya maendeleo katika nchi yetu. Tunaendelea kuviasa vyama vya siasa, kuendesha siasa za kistaarabu na kujenga uvumilivu dhidi yao katika tofauti zetu za kisiasa na itikadi, na kamwe zisipelekee kuwagawanya wananchi. Kwa upande wetu sisi viongozi wa dini, tutaendelea kuwa na jukumu letu la kuiombea nchi amani na kuwaombea viongozi wetu, pamoja na kuendelea kuwashauri katika mambo mbalimbali yenye tija katika nchi yetu. Tunawaomba viongozi wetu wakuu wa nchi waendelee kuuamini mhimili huu muhimu wa taasisi za dini na kuutumia ili kuleta mustakabali mwema baina ya viongozi na wananchi. Tunaendelea pia kuwasihi viongozi wetu wa dini kutumia vizuri majukwaa yetu ya nyumba za ibada kueneza mafunzo mazuri ya dini zetu yanayotokana na maandiko muhimu ya vitabu vyetu vitukufu, na kuepuka mahubiri ya siasa katika nyumba zetu za ibada, kwani tunaweza kuwagawanya waumini wetu ambao wana itikadi zao tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu nchini kuongeza hamasa ya kutekeleza nguzo muhimu ya hija, hususan vijana na wale wenye umri wa kati, kwani idadi ya mahujaji toka Tanzania bado ni ndogo sana ikilinganishwa na namba ya hisa za mahujaji tunazopatiwa na mamlaka za hija nchini Saudi Arabia.